Baba, katika jina la Yesu, jioni ya leo tunataka tuisikie sauti yako, na kwa hivyo ninaomba useme na moyo wangu. Sema na moyo wa kila mtu ambaye anakusikia jioni ya leo. Na mimi ninachukua mamlaka juu ya kazi zote za kuzimu, kazi zote za kishetani. Ninanyamazisha kila sauti inayoongea na ninaikaribisha sauti yako. Ninaomba ufungue masikio yetu ya ndani tuisikie sauti yako. Fungua masikio ya mioyo yetu tuisikie sauti yako. Na ninaomba unitumie kama chombo tena jioni ya leo. Mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Hebu rudia tena, sema amen. Ninaomba ukae kama una nafasi ya kukaa. Na nataka tuendelee kujifunza kuhusu ushindi katika damu ya Yesu. Ninaamini kabisa tunapojifunza hivi kuna mtu anapata ushindi. Amen. Kuna mtu ambaye ukirudi nyumbani unasema kwa damu ya Yesu niliyojifunza leo ninataka nipate ushindi. Kwa hiyo tunakaribia kupata ushindi sasa kwenye maeneo yetu yote ya maisha yetu. Tukaona damu ya Getsemane iliyotoka kwenye uso wa Yesu, ikiwa inatupa nguvu, ikiwa inatupa uwezo wa kuvunja mapenzi yetu na kufuata mapenzi ya Mungu. Ile damu ikiwa inatufundisha namna ya kuchagua, namna ya kuacha jambo baya ukachagua jema. Baadaye tukaona damu ya Yesu iliyomwagika kutoka kichwani. Tukaona ya kwamba ile ndio damu inayotufanya kama kuna jambo lolote ulifuate mpaka mwisho. Kwa nini? Kwa sababu ni damu ambayo inatuwezesha kupata crown, inatuwezesha kupata taji, inatuwezesha akili zetu zifunguke, inayalinda yale yote ambayo tunatakiwa kuyaona, kuyanusa. Yaani ile damu ndiyo inayotupa ushindi kwenye mashindano yoyote tunayoyafanya. Ni damu ambayo inamfanya mtu avae taji, lakini safari hii sio taji ya miba. Kwa nini? Kwa sababu kila tunachokifanya sisi kwenye maisha kimelipiwa kwa damu ya Yesu. Haleluya. Baadaye tukaona damu ile iliyomwagika kutoka kwenye mikono ya Yesu ikiwa inatupa ushindi kwenye kila kitu tunachokigusa. Tukaiona damu ile inavunja laana, inaondoa ile laana ya kupanda na kutokuvuna. Inaondoa ile laana ya kwamba Biblia inasema mmepanda vingi, mmevuna vichache. Haleluya. Mmevuna, lakini pia mlipoweka mkaweka kwenye mifuko inayovuja, mkaweka kwenye matenga. Yaani kama mtu anachota maji kwenye mto, anayaweka kwenye tenga. Kwa hiyo tukaona damu iliyotoka kwenye mikono ya Yesu inatukomboa na laana ya kulima sana ukapata kidogo. Kwa hiyo mtu yeyote atakayelima kwa kutumia damu ya Yesu, akaitanguliza ile damu iliyotoka kwenye mikono yake, kwa hakika kabisa atavuna. Unapopata mshahara wako kuanzia mwezi huu au mwezi unaokuja, kwa sababu wengine ishavuja tayari mishahara waliopata mwezi wa kwanza, ilishavuja kama kawaida. Lakini mimi ninakuahidi ya kwamba kuanzia mwezi wa pili, mwezi wa Februari, mshahara wako hautakuwa unavuja tena kwa jina la Yesu. Kazi ya mikono yako haitakuwa inavuja tena kwa jina la Yesu. Hakuna tena yule alaye, kwa sababu kuna namna ambavyo kila unapovuna, kila unapopata mshahara, walaji wako pale wanausubiria. Sasa kwa damu iliyotoka kwenye mikono ya Yesu, ninawakataza wale walaji, ninawafungia mahala pao kwa jina la Yesu. Lakini tukaona damu inayotoka kwenye mikono ya Yesu ndiyo inayotupa mamlaka ya kuponya. Anasema mtashika nyoka, mtakula vitu vya kufisha, havitawadhuru kabisa, mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Nikakwambia jinsi mwili wa Yesu ulivyokuwa na mwili wangu huko vile vile. Nilivyoingia mimi ndani ya Yesu, kwa sababu maandiko yanasema
tukiwa ndani yake na yeye ndani yetu. Alikuwa anamaanisha nini? Itakapokuwa mikono yake ni mikono yetu, miguu yake ni miguu yangu, kichwa changu ni kichwa chake, miguu yake ni miguu yangu, tumbo langu ni tumbo lake, kifua changu ni kifua chake, moyo wangu ni moyo wake. Basi nikiomba lolote hilo mimi nitalipata. Kwa nini? Kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu inakuwa ni rahisi. Haleluya! Unafika mahali ya kwamba sio mimi bali ni Kristo ndani yangu. Ndiyo maana maandiko yanasema nimesulubishwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Nini? Kwa nini? Kwa sababu si mimi tena ninayeishi, bali ni Kristo ndani yangu. Haleluya! Ya kwamba ndiyo nimesulubiwa, lakini ni hai. Unajua hili ndio fumbo linalo wasumbua wengi. Wakristo wengi hawaelewi. Mpaka ufike mahali uite mwana wa Mungu, umekuwa kabisa sawasawa na Kristo. Haleluya! Siku moja Yesu akaenda kwenye sinagogi, ameenda kwenye hekalu, kwenye ibada kama hivi. Basi wakampa chuo cha nabii Isaya, akasoma, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta. Basi akawaambia, andiko hili leo limedhibitika, limefunuliwa, limekamilika masikioni mwenu. Wale watu wakawaza, andiko hili si aliandikiwa Masihi? Wakaanza kumzongazonga, wakamuuliza, imekuwaje wanajisomea andiko hili la Masihi? Yeye badala ya kuwajibu kwa nini anasoma yale maandiko, eti anawaambia, baba yangu anafanya kazi na mimi pia ninafanya kazi. Biblia inasema wakatafuta zaidi kumuua. Kwa nini? Kwa sababu sio tu alijiita yeye mwana wa Mungu, bali alidai ya kwamba yeye na Mungu ni sawa, yeye na Mungu wao wamoja. Maana anasema baba yangu na mimi tu umoja. Sasa tunapofika mahali mimi na wewe tukaitwa wana wa Mungu, ujue tumekuwa wamoja na Kristo. Haleluya! Ni lazima ukubali ya kwamba misumari aliyopigwa mikononi, ile misumari ilivyokuwa inapita kwenye mkono wake na mkono wangu, kwa sababu mimi na yeye tu umoja. Mikono yake ni mikono yangu. Kwa hiyo misumari aliyopigwa nilikuwa ninapigwa mimi. Haleluya! Yaani mikono yake ilipokuwa inatobolewa ni kwa sababu nilikuwa nastahili kutobolewa mimi. Kwa hiyo alichokifanya ni kuweka mikono yake juu ya mikono yangu, ili mimi nikae ndani, akiwa anapigwa yeye na mimi niwe nimepigwa. Haleluya! Kwa hiyo tukaona mikono yetu imejaa damu, lakini sio damu kama ile ya Daudi aliyoambiwa, mikono yako imejaa damu, hautanijengea hekalu. Mikono yetu imejaa damu ya uponyaji, ambayo ukiweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Tulipotoka ibadani ile juzi, tukawa tunaongea na Pastor Sagani, tukawa tunawaza kinachosababisha watu wasiweke mikono juu ya wagonjwa ni nini? Ni kwa sababu mtu unawaza, nikimwekea mikono asipopona. Lakini tukakubaliana ni lazima kila mtu ukijifunza neno la Mungu. Kwa mfano maandiko yanatuambia kwenye kile kitabu cha Marko sura ya 16 ya kwamba mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Tunatakiwa andiko hilo tulitimize kama lilivyo, iwe ni automatic process. Hebu nikuulize, ni mara ngapi ambako ukisikia njaa unakula chakula huku ukiwa unaamini hakitakusaidia? Huwa tukisikia njaa huwa tunakimbilia kwenda kula, kwa sababu tunaamini tukila ile njaa itaisha, si ndio? Yaani ukisikia njaa, hata leo mchana, yani kama vile ninakuona, yani ulipokuwa unahangaika, yani kidogo tu ule, baadaye unakumbuka nimefunga, unipendi basi hata maji. Majeshi. Kwa nini? Kwa sababu imesajiliwa kwenye akili yako ya kwamba dawa ya njaa ni chakula. Majeshi.
Sasa kwenye hili nalo isajiliwe ya kwamba kwenye mikono yako kuna damu fulani hivi ambayo ukimwona mgonjwa mahala popote, au hata kama ni wewe. Unakumbuka nilikwambia kuweka mikono haijalishi ni nani unayemwekea mikono. Kwa nini? Hata mimi ninaweza nikamwekea mimi mikono yangu na akapata afya. Cha msingi hapa ni lazima uamini ya kwamba suluhisho la mgonjwa, suluhisho la mtu yote ambaye ni mgonjwa ni kumwekea mikono. Kama vile unavyoamini tu simply ya kwamba suluhisho la njaa ni chakula. Haleluya. Unatakiwa uanze kufanya mpaka ufike mahali uzoee. Yaani ukijisikia hata wewe mwenyewe unaumwa, ujiambie imeandikwa, nitaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kuanzia leo ninakuamuru wewe kichwa unayeumwa, unaongea nacho kana kwamba ni mtu mwingine yuko pembeni. Lakini mwisho wa siku anakuuliza, ulikuwa unamwombea nini? Ulikuwa unamwombea mimi. Majeshi. Sasa walokole sasa, Baba utukufu Baba, yaani kuna kakitu Baba hapa tumboni kanaruka kutoka hapa kanakuja mpaka hapa juu kidogo, hapa juu kidogo, hapa anakuelekeza kwenye simu kana kwamba unakiona, alafu kanakuja mpaka hapa katikati, alafu kanapanda juu kidogo, kanaenda mbele, kanashuka tena kidogo. Baba, kwanza ni nini hiyo? Kwa nini unahitaji kujua? Huyo si ni pepo tu atakuwa. Mwekee mikono, mwambie kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Imeandikwa nitaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Wewe pepo unayeharibu afya yangu, ng'oka. Haleluya. Alafu unaendelea na mambo mengine. Majeshi. Sasa bahati mbaya sana unapiga sasa, umekasikia kameanza kutembea. Yaani ikifika tu saa 9 kanaanza kutembea, kaambie kakome. Hebu sema ukome kuanzia leo. Ninakuamuru kwa jina la Yesu, ng'oka uniache. Sasa kakianza kutembea, unachukua Biblia, niletee simu yangu chumbani, nimeweka kwenye chaja. Unapigia baba mchungaji, simu unayopiga kwa sasa haipatikani. Unapiga ya Pastor Saganda, simu mtumiaji wa simu unayempigia anaongea na simu nyingine. Unarudia tena, kumbe yupo anaombea mtu kama wewe, yani kwenye simu. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Pastor kamehama tumboni, kamehamia mgongoni. Majeshi. Pale ndipo adui anapotushinda. Kwa hiyo tukaona damu iliyotoka kwenye mikono ya Yesu. Hebu fanya mkono wako namna hii. Sema, mkono wangu huu una damu ya Yesu inayoponya magonjwa. Nikiweka mkono huu juu ya mgonjwa atapata afya. Nikiweka mkono huu juu yangu mwenyewe nitapata afya. Nikiweka mkono huu juu ya watoto wangu watapata afya. Nikiweka mkono huu juu ya mtu yoyote anayejisikia vibaya sana atajisikia vizuri. Nikiweka mkono huu juu ya mtu yoyote aliyelaaniwa atabarikiwa. Kwa sababu gani ninasema hivi? Kwa sababu laana ya kulima na kutokupata, laana ya kufanya kazi sana ukapata vidogo, laana ya aina yoyote ile ambayo inatokana na kazi ya mikono iliondolewa na damu ile. Sema, kwa damu hii, punga tena mkono wako hivi. Sema, kwa damu iliyoko mkononi mwangu ninabarikiwa. Kwa damu iliyoko mkononi mwangu ninashinda. Kwa damu iliyoko mkononi mwangu nitapanda na kuvuna. Kwa damu iliyoko mkononi mwangu nitatajirika kwa jina la Yesu. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Baadaye jana tukaona damu iliyomwagika kutoka kwenye miguu ya Yesu. Damu hii inatupa umiliki kwenye miguu. Tumeambiwa popote miguu yako itakapokanyaga, Bwana amekupa mahali hapo napo patakuwa pako. Haleluya.
Kwa tunaiona damu iliyotoka kwenye miguu ya Yesu inatusababisha kila mahali unapokanyaga unapamiliki. Haleluya. Na mimi nimeikanyaga Dodoma, ninaimiliki na watu wake, naimiliki na biashara zake, naimiliki na mashamba yake, namiliki na fedha yake, namiliki na utajiri wake, ninamiliki kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo ni lazima kama mtu wa Mungu, yani in your wholeness, kwenye yani kwa mwili wako wote, viungo vyako, akili yako isajili. Kama unaenda ofisini kwa mtu, useme leo ninakanyaga kwenye ofisi yake kwa damu ile iliyotoka kwenye miguu ya Yesu, ninamfunga, ninamweka chini ya miguu yangu. Sababu misumari iliyokuwa kwenye miguu ya Yesu ilimfanya Yesu akae juu na kila kitu kikaenda chini ya miguu yake. Kwa hiyo damu ile ndio inayotufanya tumiliki chochote kile ambacho unakitaka kinakuwa kiko chini. Kama ni mtu anaweza akawa anaongea, anakuonea, ni lazima umuone kwenye point of view ya kwamba pamoja na mashindano yake yote, yeye yuko chini. Haleluya. Ukienda mahali, hata kama umeitwa kwenye interview, unajua hata wale interviewers wenyewe wako chini. Kwa nini? Kwa sababu ya damu ile. Damu ile inatuinua. Kila unapokuwa na kanyaga kila kilichowekwa chini, including mashetani, including magonjwa. Siku moja mtu aliniambia, sio alikuwa amekosea nini, nikamwambia mbona unafanya hivi? Akasema baba, yani shetani tu amejiinua. Nikamwambia kulingana na biblical standards, shetani akijiinua anakuinua na wewe uende juu. Ameinukaje juu yako? Yani ameinukaje mpaka akafika moyoni? Ameinukaje mpaka akafika na kichwani kukufanya ufanye maamuzi hayo uliyoyafanya, wakati yeye amewekwa chini ya miguu yetu? Kwa hiyo hebu wewe waza tu, si ndio? Nataka uwaze kawaida kabisa ya kwamba kuna kamnyama kako chini, yani tuseme labda ngamia amekaa chini, alafu wewe umemkanyaga. Akiwa anainuka, wewe si utakuwa huko juu ya ngamia? Sasa umesimama. Yani chochote kile ambacho kimewekwa chini ya miguu yako kikiinuka, na wewe unainuka. Na ndiyo maana maandiko yanasema wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Kwa hiyo hakuna wakati wowote ule ambako shetani siku moja atainuka aingie kwenye akili yako akushauri tofauti. Haleluya. Mbona anashauri kila siku? Maamuzi tunayoyafanya yale mengine shetani sana. Unawaza badala ya kuniinua. Ndio maana mtu ukija kwangu nasema kazini wameniinukia. Kazini wakikuinukia, ina maana kuna mahala ambako umepoteza mwelekeo. Kuna mahala ambako damu ya Yesu haifanyi vizuri sana. Kwa nini? Ukiwa pale, si wako chini ya miguu yako, wakijaribu kukuinukia wanakupandisha juu. Ninaomba mahala popote mtu atakapojaribu kuinuka kinyume chako, akuinua wewe uende juu yake kwa jina la Yesu. Haleluya. Ni kanuni ya kawaida. Kwa kupitia damu ile ya miguuni ndio watu wanainuliwa, watu wanamiliki. Unatakiwa tu kujua, ukifika mahali unasema kabisa ya kwamba imeandikwa, mahala popote miguu yangu itakapokanyaga nimepewa patakuwa pangu. Ndiposa watu wengi waga wanaogopaga kuwapangisha hata walokole kwenye vyumba vya kupanga. Sababu nikikupangisha chumba changu alafu baadaye nikakukuta unapiga majeshi, katika jina la Yesu na kimiliki hiki chumba, kwa maana imeandikwa mahala popote nitakapokanyaga, na kufukuza siku hiyo hiyo. Lakini kwa sababu watu wengine hawana maarifa, huwa wanafanya hivyo na wanabaki. Ukiwa unajua hilo, kila mahali utakapokwenda unakaa vizuri, unaweka password zako, unakaa unatulia kabisa, unatoa na tangazo ya kwamba jamani, nimekuja na kuja kwangu ni kuja kukaa, sina mpango wa kuondoka. Naye nielewa, sema amen.
Kwa leo nataka tupige tena hatua, kwa sababu juzi nilikwambia, yaani hata mimi mwenyewe nikiwa nahubiri naweza nikawaacha nikajihubiria mwenyewe, sababu najisikia yaani na furaha wakati nikiwa naongea habari za damu ya Yesu. Sasa damu ambayo nataka kuongea na wewe leo ilikuja na double blessings. Biblia inaonyesha ya kwamba damu ya ubavuni mwa Yesu, ile damu ilitoka ubavuni mwa Yesu kwa lengo la kukamilisha wokovu. Hebu mwambie mwenzako, wokovu wako umekamilika kabisa. Majeshi ya kwamba ile ilikuwa ndio damu ya tone la mwisho iliyokamilisha wokovu. Lakini kudhibitisha ya kwamba wokovu umekamilika, ikatoka pamoja na maji. Kwa nini? Kwa sababu Biblia zaidi ya mara moja inaongelea damu na maji. Lengo la damu hii lilikuwa ni sisi tuhesabiwe haki, lakini lengo la maji yaliyotoka na ile damu ni kututakasa sisi. Mtu utakaswe mwili, nafsi, dhamira, roho, tutakaswe kabisa. Anasema na ile damu iwatakase ninyi, nafsi zenu, roho zenu na miili yenu kabisa. Yaani ile ilikuwa ndio damu inayotupa sisi haki na access ya kuingia kila mahali kwenye ulimwengu wa roho. Hebu nenda na mimi kwa kuanzia tu kwenye kile kitabu cha Yohana ile sura ya 19. Nataka uanzie mstari wa 28 ili upate concept vizuri. Baada ya hayo Yesu, hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Kulikuwa huko chombo kimejaa siki. Basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa isopo, wakampelekea kinywani. Nilikwambia ya kwamba Yesu alivyoinuliwa kwenda msalabani, at that moment alikuwa yuko juu ya vitu vyote. Hata wale wenyewe waliokuwa wanampiga mijeledi walikuwa wako chini. Hata wale waliokuwa wanamdhihaki wakiwa wako chini. Nikakwambia hivi, hakuna mtu anaweza akakupinga au akakuonea kama yuko juu yako. Ni wewe tu ambaye hujuagi. Kazini pale wakianza vita, unakuwa unalialia. Ukiona wanakupiga vita, ujue kuna kitu unawazidi. Kitafute hicho kitu ujue ni nini. Kwa hiyo including wale waliokuwa wanamdhihaki Yesu, wanamdhihaki wakiwa chini. Wanamwambia, sasa wewe uliokoa wengine, si ushuke msalabani. Mpaka na wale waliokuwa upande wake wa kushoto na kulia, misalaba yao ilikuwa tofauti, na wenyewe wanamwambia, Bwana, wewe uliokoa wengine, jiokoe wewe, utuokoe na sisi. Hata Biblia inasema eti wanajaribu kumlisha mabaya, lakini wakiwa wako chini. Kwa mtu yeyote anayekutendea ubaya, just know kwa sababu wako chini. Kwa sababu wako chini, hakuna mtu atakayekufanyia ubaya akiwa yuko juu yako. Ni kwa sababu kuna vitu unawazidi. Ni kwa sababu distance kati yenu na yeye iko mbali sana, yani tofauti yani. Kwa hiyo akampandishia ile sifongo. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Kwa hiyo wakati huu walikuwa wanakamilisha kila aina ya mateso, ya kwamba kama ni vichungu Yesu amepewa, kama ni kupigwa Yesu amepigwa, kama ni kudhihakiwa Yesu amedhihakiwa, kama ni mtu mwenye huzuni, hakuna aliyekuwa na huzuni kama yeye. Kwa hiyo alipokwisha kupokea ile dhihaka ya mwisho, ile siki, alipopokea maumivu, uchungu wa mwisho kabisa, akasema imekwisha. Lakini kwao ilikuwa haijaisha bado. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna ambavyo Wayahudi walikuwa wanathibitisha ya kwamba huyu mtu amekwisha kufa. Na ni lazima ujue ya kwamba damu ni uhai,
ikiwa bado imo damu ndani ya mtu, anaweza akaonekana amekufa, kumbe amezimia, sababu damu bado ipo. Haleluya. Basi Wayahudi kwa sababu ya maandalio ya miili isikae juu ya misalaba siku ya Sabato, maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa, walimwomba Pilato miguu yao ivunjwe wakaondolewe. Basi askari wakavunja miguu ya wa kwanza na ya wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hebu sema amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Lakini askari mmojawapo alimchoma ubavuni kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Hebu sema damu na maji. Naye aliyeona ameshuhudia, na ushuhuda wake ni kweli, naye anajua ya kuwa anasema kweli, ili nanyi mpate kusadiki. Kwa maana hayo yalitukia ili andiko litimie, hapana mfupa wake utakaovunjwa. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kila kitu kilikuwa kinachotokea kwa Yesu kilikuwa prophetic, kilikuwa kimetabiriwa. Andiko lilikuwepo kwa ajili ya kila hatua aliyokuwa anaipitia. Haya mambo yote yalikuwa yameandikwa kabla Yesu mwenyewe hajazaliwa. Miaka karibia 700 kule Isaya anaandika, yote yameandikwa, yote kabisa. Kwa hiyo wanakuja na wenyewe wanatenda, sio kwa sababu wanajua. Majeshi wale askari, nachotaka nikwambie, hawakuwa wanajua ile andiko, na hawakuwa wanafanya eti tufanye kwa uangalifu ili tusiharibu maandiko. Hawakuwa wanafanya hivyo. Wenyewe walikuwa wanajikuta kila jambo wanalifanya automatically. Kwa nini? Kwa sababu imeandikwa. Hayo kuna vitu vingine ambavyo kwenye maisha unapitia wewe, it's automatic process. Kwa nini? Kwa sababu umeandikiwa ya kwamba utapita pale. Hilo ni somo la siku nyingine, njia ya mtu wa Mungu, somo la siku nyingine. Lakini leo nataka tuangalie hiyo damu, ya kwamba damu ya ubavuni ilibidi lazima itoke, kwa sababu ndio tone la mwisho lilikuwa limebaki ndani. Ile damu ilitoka kwa sababu tone hilo lilitakiwa litoke na maji ambayo yangetakasa mtu wa Mungu ili uokovu ukamilike. Kwa hiyo bila lile tone la damu bado uokovu usingekamilika. Kwa hiyo damu iliyotoka kwenye ubavu wa Yesu ni udhibitisho wa uokovu wa mtu wa Mungu. Hakuna uokovu kukamilika kama hamna damu ya ubavuni. Tulisoma sana na tumerudia kile kitabu cha Isaya sura ya 53 ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Lile andiko linabaki vile leo, kesho na kesho kutwa, lakini damu inayotupa access kwenye uponyaji ulioandikwa kwenye Isaya ni damu ya kutoka kwenye ubavu wa Yesu. Anayenielewa sema amen. Alipokuwa anachoma mkuki ubavuni, walikuwa wanatimiza Torati, maandiko ya kwenye Torati, ya kwamba kwenye kitabu kile cha Waebrania ile sura ya 9 anasema katika Torati karibu vitu vyote utakaswa kwa damu, na pasipo damu kumwagika hakuna ondoleo. Kwa hiyo ondoleo la dhambi tulilipata sisi kupitia damu ya kutoka kwenye ubavu wa Yesu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo damu ya Yesu iliyotoka ubavuni ilikuwa ni damu ya kutimiza sheria. Ilikuwa ni damu ambayo ilikuwa inatuhamisha kutoka kwenye sheria ya Torati kutuingiza kwenye neema. Leo tukisema ya kwamba tumeokolewa kwa neema, sio kwa kazi ya matendo yetu, inaeleweka kwa sababu damu hii ilituhamisha. Kwa sababu wokovu usingewezekana kwa neno la Torati, usingewezekana kwa neno la sheria. Damu ile ni nguvu ya kutakasa dhamiri ya mtu. Kwa leo nataka niongee na mtu ambaye kila wakati wewe unajisikia ya kwamba una makosa mengine umeyafanya miaka 3 iliyopita, mengine umeyafanya miezi 2 iliyopita. Mimi ninataka nikwambie kupitia damu ya Yesu pamoja na maji yaliyotoka kwenye ubavu wake, msamaha wa dhambi unapatikana mara moja.
kila wakati unapokwenda kwa Yesu ukamwambia, Yesu mpatanishi, nimekosea, ninaomba nisamehewe, unasamehewa na dhambi zako zinawekwa mbali na wewe. Haleluya. Kwa hiyo hii ni damu ambayo inatakasa dhamira. Ninaomba dhamira ya mtu ambaye inamshtaki leo iwe safi kwa damu ya mwana kondoo. Kile kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 14, kama unaweza ukaenda na mimi pale. Waebrania sura ya 9 mstari wa 14. Waebrania sura ya 9 mstari wa 14. Mstari wa 13 inasema, kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyokuwa na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa hiyo hii damu inafanya mambo zaidi ya moja. Ya kwamba kwanza inaifanya dhamiri ya mtu iwe hai. Cha pili, inamfanya mtu amtumikie Mungu dhamiri yake ikiwa iko safi. Haleluya. Kuna mambo hauwezi ukayafanya kama una hatia kwenye moyo wako. Kwa dhamiri hapa anamaanisha moyo wa mtu, ile undani, yani yule mtu wa ndani ambaye kuna namna ambavyo ukiisha kukosea unakosa ujasiri. Majeshi, wale ambao ni wazazi huwa tunajua watoto wetu, ukirudi nyumbani kama mama unawajua watoto wako, ukirudi nyumbani ukiwaangalia tu watoto unajua huyu kuna kitu amefanya haiko sawa. Na Mungu ilikuwa hivyo hivyo. Siku Adamu alipokosea, Mungu amekuja tu kwenye bustani anatembea. Alikuwa amezoea akifika tu Adamu anamfuata, "Wow, dadi karibu." Siku hiyo karibu hamna. Jamaa kaenda kujificha kwenye kichaka. Amejificha huko katikati ya miti ya bustani, yani anajitahidi baba asimuone. Hata kama akimuona amuone baadaye. Ushapata baadhi ya majibu ya kwamba tumekosea humu ndani. Haleluya. Kwa hiyo leo ukijua nguvu ya damu ya Yesu inayotoka kwenye ubavu wake pamoja na maji yale yanayotakasa, hautakuwa unamkimbia baba. Kila wakati ukikosea utakuwa unarudi kwake. Haleluya. Hautasubiri akuulize kama umekosea. Huwa hamnaga jambo zuri kama vile mtu umekosea alafu ukaenda kumwambia yule uliyemkosea, bwana, subiri nikwambie, niahidi kwanza kwamba hautanicharaza viboko. Majeshi. Nini? Yani kosa la kujisemea wewe mwenyewe huwa linaisha, yani ile kosa linasamehewa kirahisi kuliko kusubiria mpaka ajue. Kwa sababu ukishakosea utakosea tena. Ndio mtu mmoja alisema, ukisema uongo mmoja inabidi uwe na uongo mwingine kama 10 hivi za kufunika huo mmoja. Kwa hiyo dhambi yoyote unayojaribu kuificha uwe inahitaji dhambi nyingine kuendelea kuificha. Sio mtu anielewa. Lakini damu ilikuwa inasababisha sisi ukikosea uichukue hiyo damu ujisafishe ili dhamira yako muda wote iwe safi. Ndio maana baba yetu Askofu Dr. Josephat Gwajima alishatuambia ya kwamba unapogundua umekosea immediately utubu. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukawa umekosea alafu kumbe na Yesu ndio alikuwa anarudi, ikafika dakika ya 3 hujatubu, parapanda hii hapa utaachwa. Lakini kwa sababu kuna damu ya Yesu hakuna wa kuachwa kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu iliyotoka kwenye ubavu usikubali kuachwa. Damu ya Kristo inasafisha dhamira zetu kutokana na matendo mafu. Kwa unapojigundua tu ya kwamba matendo mafu anamaanisha nini? Mtu
mwingine anawaza matendo naye yanakufaga. Unapokuwa unatenda matendo ambayo ulikuwa unayafanya wakati haujaokoka, ujue haya ndiyo yanaitwa matendo mafu. Kwa nini? Tulikuwa tumekufa katika dhambi. Yaani tulipokuwa kule tulikuwa wafu katika dhambi, lakini damu yake ndiyo ikatufanya sasa tuwe hai. Kwa hiyo unapofanya matendo ya kule tena, ina maana unaonekana kama unafanya matendo mafu, kwa sababu wewe ulihamishwa kutoka gizani ukaingizwa nuruni, ukatoka kwenye mauti, ukatoka kufani ukaingizwa kwenye uzima. Kwa unapofanya ya kule, ina maana umerudi kule ulipokuwaga umekufa. Yale matendo mafu ndio unayarudia. Sasa hii ukijikuta umefanya lile tendo, unatubu kwa damu ya kutoka kwenye ubavu wa Yesu, dhamira yako inatakaswa, unasonga mbele. Haleluya. Majeshi majeshi. Waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya kwanza mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Yohana, ukimbie pale upesi. Waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya kwanza mstari wa 7. Asemaje? Bali tukienenda nuruni kama yeye alipo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Lakini anaendelea mstari wa 8, anasema tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi yetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa unakuta damu inaondoa dhambi, maji yanasafisha udhalimu. Ndio ilikuwa significance, ndio ilikuwa umuhimu wa ile damu kutoka pamoja na maji. Ni kutoka kwenye ubavu wa Yesu tunapata double impact, ondoleo na takaso. Ndio wokovu wetu unakamilika. Kwa nini? Kwa sababu wokovu haukamiliki bila maji na damu. Kwa sababu kuna mashahidi watatu wanaoshuhudia juu yetu: roho, damu na maji. Kwa hiyo wakati damu na maji vimetoka, ilikuwa inamaanisha roho na yenyewe imeshatoka. Vyote vitatu vinakwenda kushuhudia mbele yetu kwa ajili yetu, ya kwamba sisi wote watatu tunashuhudia ya kwamba huyu ni mwenye haki, na haki ile hauipati kwa sababu ya matendo ya sheria. Haki ile hauipati, unaipata hiyo haki kwa sababu ile damu ya kutoka ubavuni kwa Yesu ndiyo iliyobadilisha utaratibu wa Torati, na radha sio kubadilisha, kukamilisha, ya kwamba bila damu kumwagika hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hiyo damu ikamwagika ya Yesu Kristo. Kwa hiyo likiwa tone la mwisho limetoka, limekamilisha wokovu. Nimekuambia maji yaliyotoka ubavuni kwa Yesu ni ishara ya utakaso. Maji yale yanatutakasa. Yohana 3 ule mstari wa 5, maandiko yanatuambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa tumeona damu imemwagika kutoka kila sehemu. Tunapokuja sasa kwenye damu na maji, tunakamilisha roho, damu na maji, wokovu wa mtu unakamilika. Mtu anazaliwa mara ya pili. Inakuja kuwa rahisi ya kwamba mtu akimkiri Kristo kwa kinywa chake na kuamini moyoni ya kwamba yeye ni Bwana, ataokoka. Kwa hiyo wokovu wetu unatokana na combination ya roho ya Yesu, ya damu ya Yesu na maji yaliyotoka kwenye makovu yake. Waebrania ile sura ya 10 mstari wa 22, Biblia inasema wazi ya kwamba miili yetu inaoshwa kwa maji safi. Maji yanayoongelewa hapa, maji safi, ni yale yaliyotoka kwenye ubavu wa Yesu. Si kama kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo unapokuwa nawaza ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, sio mwenye dhambi tena, unawaza hivyo kwa sababu haujaijua thamani ya damu na maji yaliyotoka kwenye ubavu wa Yesu.
mtu yeyote mwenye kujua ile, unaishi free from sin, unaishi free from condemnation. Ndio maana maandiko sasa yanasema hakuna adhabu ya hukumu kwao walio katika Kristo Yesu. Ndio maandiko yanatuambia hata imekuwa mtu akiwa katika Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ukamilisho uliotokana na damu ya Yesu kwenye ubavu wake, damu na maji yanayotakasa, damu yenye kubeba ondoleo la dhambi na maji yenye kutakasa. Kwa hiyo unajikuta sasa mtu anapomwagikiwa na ile damu na yale maji, anaondolewa dhambi. Kwa hiyo mwili wake na wenyewe unasafishwa, anaanza kubadilika na kuwa mtu mwingine. Haleluya! Anabadilishwa, mwili unaanza kufanya kazi tofauti. Na kwenye mwili ambao umesafishwa kwa damu ya Yesu, hata magonjwa yenyewe yanaanza kuondoka. Attachment za ugonjwa zinaanza zenyewe tu kufall down, yani zinaanza kufall down, zinaanguka. Ndio maana mimi ninaamini sana ya kwamba uponyaji wa mwili ni process. Watu wengi ambao wameokoka alafu baadaye wakawekewa mikono wakapona saa hiyo hiyo, huwa hawaendelei na wokovu. Lakini wokovu ni process ya mtu kusafishwa kwa damu ya Yesu, lakini akakaa chini ya msalaba, maji yale yaliyotoka kwenye ubavu wa Yesu yakadondoka siku kwa siku, akaingiwa na maarifa ambayo nayo kufundisha saa hizi, akayajua ya kwamba bila damu ya Yesu hakuna ondoleo, bila maji yale hakuna utakaso, bila damu ya Yesu hakuna uponyaji. Kwa hiyo nikakwambia ile juzi, na mchungaji amekuwa akisisitiza ya kwamba damu ya Yesu ni maisha ya kawaida ya mtu aliyeokoka. Yaani matumizi ya damu ya Yesu ni chakula cha mtu aliyeokoka ya kila siku. Ni jambo ambalo ukilitafakari vizuri unajikuta hata mfungo wenyewe unakuwa mwepesi. Kwa nini? Yale maji huwa yana tabia ya kukata kiu. Yale maji yana tabia ya kumfanya mtu ujisikie na ujione kabisa ya kwamba umetakaswa, na ndivyo ilivyo. Kwa maana juzi nikakwambia, yaani mimi nikiwa nafundisha damu ya Yesu, hata kama unisikilizi, najihubiria tu mimi mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu cha muhimu kwenye maisha. Haleluya! Kama kuna mtu yeyote anataka kuishi maisha marefu, na lazima ujifunze kutumia damu ya Yesu. Kwa nini? Kwa sababu uhai wake wa umilele uliama kutoka kwake ukaja kwetu. Hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Huyo neno akavaa mwili akaja akakaa kwetu. Kwa hiyo alipovaa mwili alikuwa anatafuta damu ambayo ikimwagika itatupa sisi uzima na uhai. Yesu alikuwa ana create umilele ndani yetu, ambao umilele huo ulipotea kwenye bustani ya Eden. Ndio maana juzi nikaanza na kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Wakati mtu anafukuzwa kwenye bustani, anaambiwa nenda kailime ardhi ulikotolewa. Kwa damu ya Yesu inatupa haki ya kurudi kwenye bustani ya Eden. Damu ya Yesu inatupa tena ruhusa na access ya kwenda kwenye mti wa uzima, ili ukila matunda ya mti wa uzima uishi milele. Haleluya! Kwa hiyo ni kwa damu ya Yesu tu ambako tunaweza tukaishi bila magonjwa, tukaishi bila hukumu ya dhambi, tukaishi tukiwa tunajisikia kabisa physically ya kwamba sisi ni watu tofauti. Haleluya! Hebu fungua waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 mstari wa 6. Biblia inasema huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Yesu Kristo si kwa maji tu, bali kwa maji na damu, a combination ambayo inakamilisha wokovu wa mtu. Maji na damu hauwezi kuvitenga.
na ndiyo maana alivyochoma vikatoka pamoja. Otherwise ikingetoka kwanza maji alafu ikamalizikia damu, lakini wanasema yakatoka maji, damu na maji vimetoka kwa kuchoma mkuki mmoja, akuchoma sehemu tofauti tofauti. Na if you notice ni kwamba kila sehemu ambako Yesu alichoma, alichokuwa anatumia kuchoma kilikuwa kinachoma mara moja. Mijeledi iliyokuwa inapiga, kila mjeledi ulikuwa unapiga mahala pake. Kwa nini? Tulitakiwa kupigwa mapigo 39, 40, 39 wanasema kwenye Biblia, 40 kasoro moja. Kwa nini? Kila mjeledi ulikuwa unapiga unarudia pale, piga unarudia pale. Katenai stripes imepigwa, misumari ile anapigwa moja, anagongelea hapo 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 hapo. Jambo ambalo linatuonyesha if you do something consistently using the blood of Jesus, your life will change. Your life will change consistently. Yani inatakiwa iwe ni sehemu ya maisha yetu. Kila mtu kwa imani yake ndogo uitumie hiyo damu kila siku. Yani ukiamka utumie, ukilala utumie, ukila utumie, ukiwa unatembea utumie, yani unakwenda mahala utumie. Kwa sababu nini? Huo mwili wa Yesu tunatembea tukiwa ndani yake. Ingawa naenenda katika mwili huu, sifanyi vita yangu kwa jinsi ya mwili, kwa maana silaha za vita vyangu mimi zina uweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Kinachosababisha hizo silaha ziwe na uwezo katika Mungu ni ile jinsi yangu ya kutembea ndani ya Yesu, ni ile jinsi yangu ya kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, na lakini ni hai, si mimi tena ninayeishi, bali ni Kristo anaishi ndani yangu. Kwa hiyo nikiwa naenda mahala popote, nina hakika na ushindi. Lazima kama mtu wa Mungu uwe na uhakika na wokovu wako kama vile ulivyo na uhakika na jina lako. Ni watu wangapi ambao hata kama auiti wewe, wakiita Eric lazima nitageuka tu, kwa sababu nina uhakika hilo jina nilipewa mimi. Sasa kitendo cha kuwepo wengi ambao wamepewa haiondoi uhalali wa mimi kulimiliki. Haleluya. Majeshi majeshi, unatakiwa kama mtu wa Mungu kuwa na uhakika na damu ya Yesu kama vile ambavyo na uhakika na jinsia yako. Ndani kama kuna mwanamke yuko hapa, eti ukutane na mtu pale akwambie wewe sio mwanamke, alafu uanze kumvulia nguo niangalie mimi ni mwanamke, utakuwa na wewe akili yako sio nzuri. Eti kuna mwanaume yuko hapa, ukutane na mtu sasa akwambie na wewe mwanaume, unamdharau tu na mwacho unaenda kwa sababu unajijua kwamba ni mwanaume. Majeshi majeshi. Kwa hiyo na issue ya damu ya Yesu unatakiwa uwe na uhakika nayo kiasi kwa level hiyo, because it is real. Yani ni real, yani ni hakika, yani yote yaliyoandikwa kwenye Biblia yalitokea, na lengo lake ndio hili tunalojifunza. Hebu mgeukie mwenzako mwambie kuwa na uhakika na damu ya Yesu. Watu wengi wamekosa ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu hana uhakika kama anaokoka, hana uhakika kama dhambi aliyoitenda juzi ile imesamehewa. Maana utakutana, nilishawahi kukutana mimi na mama mmoja analia, yani akija kwenye maombi kila siku analia. Nikawa najiuliza ni dhambi gani huyu mama kila akitoka ibadani huwa anaenda kufanya. Siku moja nikaamua nikae naye. Tulivyokaa naye ananiambia, baba, nilipokuwa sijui na miaka kama 18 nilipataga ujauzito, nikatoa ile mimba. Kila wakati pamoja na kwamba nimeokoka sasa hivi mwaka wa 5, kila nikikaa siwezi kusahau hiyo dhambi. Kwa nikagundua tatizo sio kwamba damu ya Yesu haipo kusamehe, ni
kwamba hajaelewa significance, hajaelewa umuhimu wa damu ya Yesu na nguvu iliyomo ndani, hajaelewa uweza wa damu ya Yesu na ni kitu gani inaweza ikafanya kwenye maisha yetu yaliyopita. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote ambalo kila ukikaa shetani anakuletea ile dhambi, mwambie, kwa sababu waga ni state of mind tu. Mtu unakuwa unakumbuka, wakati mwingine shetani anatumia kukutesa. Ndio maana tukaona ya kwamba maji yale yanatakasa dhamira zetu. Dhamiri ya mtu ikitakasika, hata kama alikuwa amekosea, na ukienda kumwomba mtu mwingine msamaha ambayo alikuwa amemkosea, utamwomba genuinely, utamwomba kiukweli, ukweli kabisa, waziwazi kabisa, kwa moyo kabisa. Ukienda mbele za Mungu kitubu, unakuwa honest wewe mbele za Mungu. Lakini dhamiri ya mtu ikiwa haijatakaswa kwa damu ya Yesu, unajaribu kumdanganya hata Mungu. Baba, naomba unisamehe, nilimpiga makofi ile dada, lakini hata wewe mwenyewe uliona yeye ndiye alianza kunichokoza. You mimi Baba nisamehe, lakini sasa mimi kama mwanadamu nimejaa hasira. Mimi kama mwanadamu nilishindwa kuvumilia. Baba, na wewe unanijua, hakuna ishi ya wanadamu. Ukishaona unafanya hivyo, ujue maji yaliyotoka kwenye ubavu wa Yesu hayajatakasa dhamiri. Otherwise, unapokwenda mbele za Yesu, anamwambia, najua waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 8 anasema, tukisema hatuna dhambi tutajidanganya wenyewe na kweli haimo ndani yetu. Ila mstari wa 7 ameshasema ile damu yake yatutakasa na uovu wote. Kwa hiyo unaenda moja kwa moja kwamba Bwana, Baba, leo nimempiga, naomba unisamehe. Akishakusamehe, akikwambia nenda kamwombe msamaha, unamfuata unamwambia, ndugu yangu, najua nilikukwaza, naomba unisamehe, bila excuses. Unanielewa? Sema amen. Hapo sasa kwenye msamaha hapo tunaswali wewe hapo. Kila mtu amebeba wako wake kama vipochi vya wadada. Kila mmoja yana wako wake, ndio alinifanyia hivi, ndio alinifanyia hivi, ambako sasa huwezi kuona matokeo kwenye wokovu. Majeshi. Unanielewa? Sema haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Waefeso sura ya 2 mstari wa 13. Damu hii ndio inayotuvuta sisi turudi karibu na Baba. Maana Waefeso ile sura ya 2 mstari wa 13 anasema, ninyi mliokuwa mbali mmekuwa karibu kwa damu yake. Sema haleluya. Sisi tuliokuwa tuko mbali, ile damu ilipomwagika ikatuvuta wote kwa Baba, ikamvuta kila mtu anayetaka kwa Baba. Ni kupitia damu ile tu mtu anapata msamaha. Ni kupitia damu ile wokovu wetu unakamilika. Kupitia damu na maji tunatakaswa. Yale maji yanatutakasa kwenye mwili. Ni mambo ambayo kwa kawaida tu yasingeisha, yanaisha kwa sababu ya damu na maji. Nataka leo tuombe, maombi yetu rahisi sana. Namwambia kila mahali ambako nimeshindwa, aidha kusamehe, kujisamehe mimi mwenyewe, kuomba rehema mimi mwenyewe, ninaomba leo kwa damu ile pamoja na maji nitakaswe. Nafsi yangu itakaswe, mwili wangu utakaswe, roho yangu itakaswe, dhamiri yangu itakaswe, niwe safi. Mungu atuandae kama vyombo vya kumtumikia kule tunapokwenda. Hebu simama pale ulipo, katika jina la Yesu. Sema tena, Baba, katika jina la Yesu, jioni ya leo nimekuja katika msalaba. Ninaomba ile damu
iliyotoka kwenye ubavu wa Yesu, na maji yanayotakasa vinitakase leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu iliyomwagika kutoka ubavuni pa Yesu inisafishe leo katika jina la Yesu, kwa maana imeandikwa katika kitabu cha Zakaria, siku hiyo kutakuwa na chemichemi iliyofunguliwa kwa ajili ya kuwatakasa dhambi na uchafu. Damu ya Yesu na maji yake yaliyotoka ubavuni yageuke kuwa chemichemi, initakase leo dhambi yote na uchafu wote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kupitia damu na maji yaliyotoka kwenye ubavu wa Yesu, leo ninahama kutoka katika hali ya dhambi katika jina la Yesu. Ninahama kutoka hali ya kuhukumiwa katika dhamiri yangu katika jina la Yesu. Ninaingia katika hali ya kuhesabiwa haki kwa damu ya Yesu na maji yale yaliyotoka ubavuni mwake. Ninapokea utakaso, ninapokea utakaso, ninapokea utakaso, kwa maana imeandikwa katika Torati, karibu vitu vyote hutakaswa kwa damu, na pasipo damu kumwagika hakuna ondoleo. Kwa jina la Yesu, jioni ya leo ninapokea ondoleo, ondoleo la dhambi, ondoleo la hatia, ondoleo la hukumu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninataka sasa kila mtu anza kuomba, sema unaitia damu ya Yesu. Ninapokea damu ya Yesu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ninapokea damu ya Yesu kwa ajili ya utakaso katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Rekabaraba shandalalaba. Anza kuitia damu ya Yesu kwa ajili ya utakaso, kwa ajili ya msamaha wa dhambi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kwa ajili ya utakaso wa dhamira, kwa ajili ya utakaso wa roho, kwa ajili ya utakaso wa nafsi, kwa ajili ya utakaso wa mwili katika jina la Yesu. Yakaparaba shatalalaba, ya rabo shetelele borika lalaba, yakaparaba sanderaba.